Bwana asifiwe. Ninamshukuru Bwana kwa sababu ya wema wake na rehema nyingi ambao ametukirimia, na kumeenda vile ambao hatukuwa tumekubaliana, kwa sababu hii sio tulikuwa tumekubaliana. Tuliagana tutaenda tutafute kalenda, na nyinyi wakati tuliagana hivyo mkaondoka mkaniacha, na hao wazee wakaniita wakaniwinda Makedonia tondu ndari nyiki ni muthire, na wakaniinda kwa sababu nilikuwa peke yangu kwa sababu mlienda. Tuthondeke uria goka, badala ya tutengeneze vile atakuja, makiuga tutiguthondeka uroke. Basi akasema tutatengeneza siku nyingine, kutakuja Sunday. Na wakati waliponiweza, kwa sababu Mungu alienda upande wao, na nikatosheka. Bwana atubariki kwa sababu ya kutufanyia mazuri. Tunakaa nyakati za kipekee, na wakati ambao haukuwa watu wameishi mbeleni tangu dunia iliyoumbwa, na inakuwa ya kipekee. Kwa nini? Kwa sababu yale Bwana anafanya ni mambo alikuwa amekata kauli ndani yake, na hayakuandikwa, yalikaa ndani yake, na yakakaa ikiwa katika siri, ili aweze kufunulia tu wale ambao wameteuliwa kwa yale mambo, na ndipo wale watu wakitii kwa vile Bwana anasema, wanafanyiwa vile zile siri zimefanywa, na yale mambo vile kauli imekatwa. Niliwatajia kitu kidogo sana, nikamwambia juu ya nyakati tulizo na ni nyakati za mwisho, na hakuja kuwa na nyakati nyingine ya mwisho. Kwa hivyo tangu Adamu alipoumbwa na wale watu wote ambao wamepita, hakuna wameishi nyakati kama hii unaishi. Mungu anakaa akiwa na maono, ikiwa yani inahusiana na watu wake, na wale watu wake ndio wanaita kanisa, na ile maono iko katika Mungu. Inaweza kuwa hatari sana nikihudumia kitu iko nje ya vile Bwana anapenda, lakini kwa sababu ya vile Bwana alitupenda, alitutengenezea njia, ile njia tutakaopitia, na ili iwe nzuri kwetu tuweze kupitia, kwa sababu haiwezi pitika na mtu. Kwanza tuliambiwa jambo ngumu, ati hiyo siku, katika kitabu cha Luka 21 aya 34, yaani ya kwamba hiyo siku itawajia watu wote wa ulimwengu, na watakutwa bila kutarajia, vile wakati ile gharika wakati wa Noa ilikuta watu kama watatarajia. Hivyo ni kusema hakuna mtu angeokoka. Na sasa Mungu atafanya nini? Na kuna kanisa, na kanisa imejengwa na watu, alilete neno, na ile neno ikazaa watu, na akawaongoza katika njia, na wale watu wakafanyiwa kazi, wakugeuzwa, wakawacha kuwa watu, lakini wakawa kiumbe mpya, na ile kiumbe mpya ambao Mungu anakaa ndani ya ile kiumbe, hata kama niko na mwili, kwa sababu ya kuzaliwa na uhai wa Bwana, ile kitu inakuwa iko na mbinguni ndani yake, kwa sababu Mungu anakaa mbinguni, na hawezi
ikawa ulimwengu. Anatengeneza mbingu ndani ya roho yako. Na Yesu akasema ya kwamba neno ninaowapatia kwanza ndio roho na ndio uhai. Na sio hivyo tu, ukisikia lile neno alafu usiamini, alafu usiridhi, mimi na Baba yangu tutakuja tukuje kufanya makao na uwe unabeba Mungu. Hivyo ndio kilikuwa kaona ya Bwana tangu zamani, ili awe na mtu hapa ulimwenguni, mtu ambaye anatosha kana kama Mungu hayuko. Kuna mahali watu walihitaji kwenda, ni Mungu alikuwa anahitaji kule, kwa sababu kuna mataifa waliamini Mungu hata hapo wameamini, walikuwa na kiu ya kumjua yule Mungu. Naye Mungu akawa na mtu yule alikuwa ameandaa, alikuwa anaitwa Petro. Na Petro hakuwa anaachana na Yesu na Yakobo na Yohana. Na kwa vile walikuwa wameenda nao mpaka wakarithi uungu, Mungu akaangalia familia ya Kornelio na akaangalia ile kazi ilikuwa imeteka ndani ya Petro. Akaenda akamwambia Petro, amka uende Kaisaria, uende unisimamie. Na yale yote nahitajika kwa Kornelio, kwa sababu nilikufanya makao yangu, wewe nipeleke kule. Na Petro akaamka, na mjua mataifa watu wakaenda kusanyika pamoja na Waisraeli. Lakini ni mataifa watu wanakusanyika na Waisraeli. Israeli ni wa Mungu na mataifa ni wa Mungu. Kwa hiyo Mungu anaweza kusanyika na wote. Petro akarithi Mungu, anaweza kwenda pale Israeli hawangeenda, kwa sababu sasa amekuwa mmoja na Bwana na Mungu wake amejaa kote. Petro akawa na barua ya kwenda kila mahali. Hivyo ndivyo Mungu anapenda. Mungu anatupeleka safari ya kipekee, lakini hii safari iko na shida, iko na shida kubwa. Na hapa ni pa kila mtu akiwa peke yake, shida inakujia wapi? Mungu anatupeleka safari, anatuletea mambo, na yeye mwenyewe alisema ya kwamba atakuwa anabebwa na Roho Mtakatifu na anapelekea wateule wake wakibeba kweli zote za Mungu, na sio moja ama wakibeba ukweli wote wa Mungu, aende alete kwa roho zetu kama vile anafanya siku hizi. Na hivyo ndivyo amekuwa akifanya, ili hao watu wa Mungu wawe na ukweli wote wa Mungu. Wa kweli za Mungu ni gani? Ni mpango wote wa Mungu na fikira zake, na vile vyote alitarajia kufanya, aweke ndani ya wateule, afanyie watakatifu wake, aweke ndani ya wateule wake, alafu aweke hiyo maneno katika mataifa, alafu aweke katika maumbile yake, na hizo kweli zote zinakuwa siri, na shida yake ni moja, haziwezi kutafutika. Hakuna mtu anaanza kwenda kutafuta Mungu. Hata ukisikia Isaia vile alituambia ya kwamba tafuteni Mungu wakati anapatikana, sio ati kuondoka uende kwa mtafuta mahali amejificha, ni kujipeana mikononi mwake na kumsihi sana
na kumtii ili akaweze kujifunua, kwa sababu hawezi tafutwa na mtu. Kama vile alivyopenda watu wa ulimwengu, akaona ni vizuri ajidhihirishe kwetu, na akiita mtu mmoja pale, akaita mwingine huko, akatulete kwake. Ile safari unasikia kwenda mbinguni na imeenda watu wakikiri sana, kwa sababu ukikaa ufanye kesi naye unaweza kumwona Mungu akiwa wa kipekee kuliko vile unavyojua, na unaona Mungu hakuwa mbali. Ni sisi ambao watuko tumefunguka macho. Hiyo ndio ile kazi anafanya, ili atufungue macho, ili atufungue masikio, ili roho zetu zipewe kumjua, ili tuondolewe katika upumbavu na kutojua. Na vile ndio ile maono Mungu alikuwa nao, na vile alikuwa anapenda juu yetu, ili ndio mimi nafuata na nisiwe napoteza wakati wowote. Ninasema Mungu analeta mambo mengine magumu na inakuwa ngumu sana, kwa sababu ya vile anatupenda. Anatukubalia wakati mwingine kukaa na mambo ambayo haina maana, kulingana na vile tuko na yale mambo yeye anatupea. Hatutoi kwa shetani, ni yeye anatupatia, na kwa sababu ya vile tuko na ile kiwango tuko, akijua ya kwamba tukifanya bidii na tufanye bidii zaidi, tutaenda sasa tukosea maana ya hayo mambo, kwa sababu hayawezi kutufanya tuwe kama vile Mungu anapenda tuwe. Na kwa kirahisi nilienda pahali nikakuta watoto wa shule wameletwa kwa barabara. Ni watoto kama wa kidato cha kwanza ama watoto wa baby class, kwa sababu walikuwa watoto wadogo. Walikuwa wamevaliwa kanzu mzuri na kofia. Kuhitimu. Kugraduate. Yule mtoto amehitimu kwa sababu ametoka katika baby class, na usimdharau kwa sababu anaenda kidato cha kwanza na anasherehekea, na kanaona kamesoma sana, na anakaa shule, na wazazi wasomi wako nyumbani. Kwa hivyo kamesoma sana, na hakuna mtu anaweza kaidi ile maneno, lakini ile masomo, hii masomo inaweza patia hiyo mtoto kazi. Sasa lakini si amesoma, wazazi wanaweza toseka, wamesomesha huyo mtoto, na wakae na huyo mtoto na hizo nguo na gowns, wanawaseme walimsomesha, hawawezi kubali, wanapeleka darasa ingine, na hiyo masomo mtoto amesoma sio mbaya, lakini haiwezi kuyaletea kile wazazi wanatarajia awe. Hivyo ndivyo kiroho inakuwa. Sasa Mungu anafanya kazi ya aina hiyo kwa sababu ya nyakati tulipo. Anakuja kutunyang'anya kile alitupa jana, ili atupatie kile kitatufanya vile anataka tuwe. Na kuna kitu kimoja tusisahau, alikuwa amesema tangu mwanzo ya kwamba anapenda aje na sisi. Alisema wacha tuumbe mtu ambao kana mfano wetu, na mtu ambaye anafanana na Mungu,
mtu atawale. Tuliahonoki, sisi tumeokoka na tunampenda Bwana, na Mungu anajua tunampenda, na mnajua tumewacha mengi ili tumfuate. Na kuna wengine wetu waliuliza jana, wakauliza Bwana, kwa sababu sana tumekuja na tumewacha mambo mengi, tutapata nini? Na yeye akawaeleza, atufuati Bwana bure, lakini anatutarajia makuu kuliko yale tunajua. Sasa ile inatendeka nini? Ni vizuri kwenda tukijipima. Kila mtu aende akijipima. Kama ile maono iko kwa Mungu ni mitawala, nijue nimebakiza mbali sana, kwa sababu kuna mambo mengi yananisumbua. Na mtu mwimbaji akasema, Roho Mtakatifu akasema katika wimbo ya kwamba nataka mfanane na yule aliyemzaa. Huyo sio mfano wa mchezo. Hakuna kitu ambao haimtii. Na ujue ile jambo ni ngumu sana, lakini sio sisi tuliambiwa tukafanya. Hakuna kitu ilitumwa ikatengenezea Mungu watu. Alisema hii kazi ni yangu na mimi ndio nitaifanya, na sitaki mkono wa mtu. Kuna shida gani akiongea juu ya mambo magumu? Kwa sababu hakuna kitu hawezi kufanya. Kile tunahitaji ni kumsihi Bwana katika wakati wetu, ili tujue vile ana ili tuchoshwe na vile ametufanya leo. Kwa sababu tukichoshwa na vile ametufanya leo, wakati mwingine nilikuwa darasa la 7 na tukafanya mtihani na tukaingia katika secondary. Kule mtu alienda na mimi masomo yote ya primary si kwenda nayo secondary. Ukiwezi kunikuta form 1 nikiwa na vitabu za standard 7. Ukiniona form 1 ungesema nilienda primary. Na hata zile nilikuwa nasoma nazo primary si kwenda nazo secondary. Na hazikuwa zimeraruka. Wala hata apuro nilinunua tamu ya 3. Nilikuwa naenda kwa shamba nayo. Kwa sababu siwezi kwenda nao kwa darasa ile nyingine. Kwa sababu huku nimekuta masomo mengi. Na masomo ni makuu sana. Na haiwezi kulinganishwa na ile nilikuwa nayo nzuri. Na hayo nilikuwa nayo si ya laani. Hayo ndio alinifanya niingie kidato hizo kingine. Lakini sitayatumia tena. Sababu nimetoka katika utukufu nikaingia katika utukufu mwingine. Hata kama masomo ya sekondari inaweza kuwa ngumu, Mungu ndiye anisaidie niwezane nayo. Kwa sababu nikimaliza ile naweza pata kazi. Najua unakubaliana nami. Sikuacha ile ya primary kwa sababu iliharibika. Na Mungu atuachishani na mambo kwa sababu ni mabaya. Lakini anatuondoa pale kwa sababu akona jambo lingine nzuri zaidi. Kuna mahali Paulo alinena katika Korintho wa kwanza 12 ya mwisho akasema, akawapo maneno makuu, akaambiwa maneno ya mazao ya Roho, akapewa maneno ya vipawa vya Roho Mtakatifu, na walikuwa na karama za Roho Mtakatifu, na ni za maana sana. Wako na mazao ya Roho Mtakatifu na ni za maana sana. Lakini baadaye akawaambia, nitawaonyesha njia nyingine nzuri zaidi. Na hii njia nzuri zaidi
tulikuwa nayo. Lakini hapa kuna mtu nataka ile maono Bwana ako nayo inahusu sisi tulio siku ya leo. Hiyo ndio nataka kila mtu afuate kabisa. Na unisikize vizuri. Kuna jambo nasema. Yaani ufurute yenu yako. Na usiwe na si pahali. Ili usikie vile ninasema. Yale Bwana ametupa ni mazuri. Na ametupeleka mbali. Lakini hayatufanyi vile Bwana anataka tuwe. Tuko wakati wa kipekee. Kwa sababu babu zetu na watu wa Mungu wa zamani walikuwa na tamani sana kusikia mambo ya nyakati. Na walikuwa wananenewa na Mungu. Na walikuwa wanaambia hii maneno sio yenu. Ni wa kizazi kitakao kuja. Wacha nikwambie kitu kimoja walinyimwa. Unajua hadithi ya Israeli? Walipelekana na Mungu. Wakatolewa katika utumwa. Na wakapelekwa Kanaani. Wakati walipokuwa wanakuja kuvuka Yordani, Musa akawaaga kwa sababu yeye hakuvuka Yordani. Akamwambia, akamwambia mmenisumbua sana katika hii safari. Nimekaa nanyi miaka 40. Na mmejaribu Mungu mara 10. Mmepiga kelele. Mmemtusi Mungu. Mlikuwa mnataka kunipiga mawe. Na nyinyi ni watu ambao sio watii. Na ninashindwa. Sasa kama mnakataa kutii nikiwa. Na mnavuka Yordani muende Kanaani. Nyinyi mtatii kweli? Lakini mkikataa kutii, Mungu atampiga na mapigo yale yote aliwaambia. Na atawapiga na magonjwa ya Misri. Lakini acheni nimwambie ni nini mmekuwa sio watiifu. Ninakwambia kitu kimoja ambao hawakupewa sisi tumepewa. Musa akawaambia kile kimefanya muwe sio watiifu na mnakataa kusikia Mungu. Na ni maandiko inasema katika Kumbukumbu la Torati 33. Hapo ndio ninasoma. Na Mungu hajawa hapa macho ambayo yatamuona. Mungu hajawa hapa masikio ya kumsikia. Na roho zenu hazijakuwa na ufafanifu. Kile walinyimwa hata kama walikuwa wanampenda Bwana. Na basi sasa turuke mpaka wakati hizi. Roho Mtakatifu alisema katika wimbo, tuko na masikio. Tumepewa masikio na kazi zetu. Hapo ndipo kazi iko. Wale walinyimwa. Na ni mambo mengi walinyimwa. Na Mungu akawaambia kinang'ana. Ukisoma Petro wa mbere imweli. Kuma mwali wa inano hapo ikuruka ndio ukorole ndio hiyo. Na utasikia ukisoma pale Petro wa kwanza 1:5 kuteremka hapo chini. Hapo tumeambiwa ya kwamba wale watakatifu wa zamani walikuwa wanatafuta na bidii sana. Walikuwa wanataka kujua ya kwamba hizi maneno Bwana anafunulia, yani kutakuwa, yani kwani kutakuwa na watu wa aina gani? Ni tena watu wa Mungu atakaa aje ndani yao. Na Mungu hakuwafafanulia
akamwambia. Lakini Petro akakiri akasema, Mungu alimwambia hiyo maneno sio ya hiyo maneno ni yetu. Na kama hiyo maneno ni yetu na ndivyo kuko, Mungu arotubariki. Ili kila mmoja wetu asije akakosana na Mungu nyakati hizi za mwisho. Na ili tuwe na ile ambayo imetolewa. Kwa sababu kuna kitu imetolewa. Na hakuna kizazi kingine imeona haya maneno. Na iliandikwa maneno yake katika Kolosai 1 aya 26. Ya kama Mungu ameona nyakati zetu ni vyema atupatie. Wale walikuwa wanaahidiwa, lakini sisi sio kuahidiwa. Ni Mungu ameona ni vizuri nyakati zetu atufunulie yale mambo yamekaa katika siri tangu Adamu, tangu kuumbwa kwa dunia. Kwa hivyo ni kusema Adamu alikuwa mzuri, Nuhu alikuwa mzuri, Sebu alikuwa mzuri, Daudi alikuwa na roho kama ya Mungu, Elija alikuwa na roho kama ya Mungu, na hata akitaka kufanya kitu hapo anaomba. Alikuwa anasema tu kuwe na jana inakuwa. Akisema kwa hatutanyesha miaka 3.5 inapotea. Na hakuomba. Ni vile walikuwa pamoja na Mungu. Kukaja mtu mwingine. Alikuwa anaitwa Samuel. Na Mungu akinena juu ya Samuel alisema, ya kwamba atakuwa na neno yaliyo ndani ya roho yangu. Na kukaja mwingine. Alikuwa anaitwa Suleiman. Akapewa hekima ambao haikuwa na mtu mwingine. Yeye angeangalia tu matawi ya mti na ajue ni gani inaanza kufanya nini. Na maandiko imesema ya kwamba alitafsiri mambo mpaka ya wanyama wanaoenda chini ya ardhi. Mungu akampa hekima kuu, na yule hekima haikufikia. Na ukitaka kujua haikufikia, nenda usome katika Methali 30. Umkute akisema hata akiwa na hekima ya kwamba kuna mambo matatu yalinishinda kutafasiri hata ni 4. Vile marikabu inaenda katika ziwa, vile msichana na wanapendana na kijana, na akataja mambo 4. Suleiman yule aliyekuwa na hekima, kuna mambo alishindwa kutafsiri. Wale watu wote Mungu aliishi nao walifanya mambo makuu nyakati zao, na wakafunua Mungu vile alivyotaka kufunulia nyakati hizo. Lakini katika stoo za Mungu zile amefungulia leo, hakuwafungulia zile stoo. Kwa hivyo Mungu anatupenda na upendo mkuu, lakini tuna hatari moja, kama vile Yesu alivyosema ya kwamba yule alipewa talanta nyingi, yeye ndio ataulizwa nyingi. Sasa wewe unafanya nini na yale Mungu amekubali kutoa na zilikuwa zinatamaniwa na mababu zetu, na wale hawakupewa? Lakini siku ya leo tumeondolewa pasia ile ilikuwa imefunika pale. Tutaomba Mungu kila mtu na njia yake, ili Mungu kila mtu mmoja wetu aweze kupelekwa mbele pahali ambao hujafika. Kwa sababu kama nimefika, mambo yangekuwa yananitii. Yesu ndio tunaalika, na ndio maandiko imetuambia katika Efeso 4 aya 13. Na maandiko imesema
kimo kinakosana na yule aliyetuita. Kina na kimo tutapataje? Watoto wale tuko nao kama wale waliokuwa hapo, badala muda mfupi sana mtakutana na wengine kule wakihubiri, na wengine watakuwa na wadada wanatumwa na Mungu kila mahali. Yule msichana mdogo mnamuona ni siku chache na hakuna kitu itatolewa China apewe. Ni maviazi na chakula, anapewa maziwa na supu. Badala ya siku chache ukuja ni mama ambaye ako na boma yake. Ni nini alifanya? Ni chakula alikula. Na Mungu naye akusaidia. Na andaye roze. Kwa sababu mbinguni imefunguliwa. Yohana aliambiwa ya kwamba nimeweka mlango wazi mbele yako na hakuna mtu atakayefunga. Ile hatari inaweza kukuta Yohana ni mlango ifunguliwe na yeye Yohana asipande huko. Huyu mtoto akikana chakula hawezi komaa, kwa sababu Mungu alitengeneza watu wa kule chakula ili wakomae. Na miaka fulani, na sisemi hivyo ndio ustuke, miaka 30 na kitu. Mtu mmoja sitakwambia ni nani, alituambia pahali tulikuwa tunasomea kama hapa, alisema msije mkaniita David. Na nimemwambia sitamwambia ni nani, msije mkaniita David kwa sababu niko na mtoto. Ndiwe mnaniita Babakali na nikawakanya. Na hiyo usujai inatoka wapi? Sijui kama walikuwa wanaona kama kwa nami nilikuwa mfupi. Kuna mtu anaweza kumtoa pale. Si walikuwa wananifanya mtu mdogo wakiniita David. Akasikia atasimamia ile hatua amechukua. Tuliambiwa hadi ni maandiko. Tuende katika kiwango ile Bwana ametufikisha. Usije ukakutwa na utamu wa yale yalikuwa ya jana. Tuingie yale Bwana analeta leo. Hata tukisikia kama ni chungu, hapo ndipo Bwana anataka tuende. Kwa sababu tusipoacha ya jana na tuingie kwa yale mazuri zaidi, hatuwezi kufanyika yale Bwana anataka. Lazima uwe na usajili. Ndiposa kile Bwana amempa roho yako, nitamkuwa mkali sana kwenu, kwa sababu ni kitu mtaona. Tunanyang'anywa vitu vizuri sana. Nimwambie kitu tutageuza haraka sana. Niwaambie mtu aombe Mungu uwezezwe kuenda na vile Bwana anatupeleka. Kama sasa tunaimba, kabla sija kwambia vile tunaimba, wacha nikwambie vile ndugu alituambia. Alituambia kanisa wale kwa kama kiabu. Ate kanisa lilikuwa tangu zamani. Mateka mwili niliyamatego. Lakini wakati mambo ya mwili ilipoletwa kanisani, kanisa lote likafunikwa na tabia na desturi za watu. Lakini pale sio kazi ilikomaa. Mungu hakusema sababu imeisha hivyo acha iende hivyo. Akatuambia jambo lingine. Akataka ndio Roho Mtakatifu amekuja sasa katika ili nionyeshe shina pahali iliwachwa na mitume wa Bwana. Na mlituimbia wote. Hiyo wimbo iko na utajiri mwingi sana. Kwa sababu nasikia amekuja
sio ile ardhi. Ni ile dunia ndani yako. Ili sasa uje ufundishwe na nguvu ya neno. Nguvu ya neno ije katika ulimwengu. Na hiyo ni ulimwengu ya mwili wako. Ni ndani ya roho yako. Ili kuja kuandikwa sheria mpya. Kama vile Waebrania 8 inasema. Ya kwamba nyakati za mwisho zikifika. Ni kuandika nitaandika. Mmefikirani zenu. Na rohoni mwenu. Sheria ingine mpya yangu. Na hiyo sheria msikize vizuri. Haitakuwa kama ile niliandikia wale wengine. Haitakuwa kama ile niliwaandikia jana. Na ile sheria iko na nguvu yake. Kwa sababu yote atakayeandikwa atafika pahali. Yaani kukosa mtu wa kukwambia uwe sawa na Mungu. Na Mungu anatupendea nini? Anataka ili tuondolewe kwa yale yote ambayo haifai. Yeremia alikuwa amesema ya kwamba kutafika hadi ya kwamba kutafika. Na hiyo maneno ni makuu. Kwa sababu wakati Yeremia alitabiri sasa imefika. Akasema kutafika. Nitakujenga mpaka ujengeke. Na hautaambiwa tena. Na mimi sina mpango ati usije ukahubiriwa. Lakini hakutakaa tunahubiriwa kila wakati, kuna wakati itaisha. Na kama vile tunaona yale na macho inafanywa. Tulienda masomo wakati mmoja katika Gilgil. Na ni miaka mingi. Mtu mmoja wa kwetu akakuja akaomba ile shovo kwetu. Akapewa. Na hakurudisha. Lakini alikuwa amesema atarudisha baada ya siku mbili. Na kwa hiyo siku kwa boma tulikuwa tumeacha kijana mmoja kwa boma. Alafu tukakuja tukaendelea na maisha. Na nikafikiwa wakati wa kutengeneza boma ya ng'ombe, nikakosa ile kijiko. Tukatafuta tukakosa. Na baada ya wiki mbili kijana akakuja. Akasikia nikiuliza ile kijiko kwa udongo iko wapi. Akaniangalia. Akiwa amekasirika sana. Sasa nashindwa kwani ningeipa kijiko yangu. Akanifanya kitu kwa kidole. Akaniambia baba yangu watu wengine ni tuwachunge sana. Na huku hawatapewa kitu tena. Nilipeana hiyo kijiko mkiwa kule Gilgil. Wacha kwanza niende. Akaenda akachukua yaani alikuwa ananisomea na kijiko sio yake. Na sio mimi nilikuwa nimepeana ni yeye. Na alikuwa amekasirika sana. Na hao watu hawakuongea ukweli. Hawakurudisha. Akaniambia huku. Na sio kwake kwanza. Sisikia mtu tena amepeana kitu kwa fulani. Shida ya huyu mtoto ni nini? Ni kwa sababu yeye amekoma. Na yeye anakata kesi kwa kweli. Lakini hakati kesi kama mimi. Hakati kesi vile ninamwambia. Vile nilifanya ni chakula tu nilimpatia. Na yeye akakomaa. Kwa hivyo anasimamia mambo kama ni yake. Na ninaenda kumwaminia kila kitu. Nilikuwa na kuku nyingi za mayai. Alikuwa amezipa chakula. Alikuwa ameuza mayai. Alikuwa ametazama ng'ombe.
alikuwa amesimamia hiyo boma. Unaweza fikiria mimi niko kwa sababu ya kitu kimoja, alikomaa. Na Mungu ako na haja sana roho zetu zikomae, ili tusije tukasukuliwa na ulimwengu, na hilo inatusumbua. Sijui vile utasema kwa sababu hata sio shetani. Paulo alisema, na ninasema kama ni Korintho wa kwanza 11 aya 26. Ninasema hivyo kwa sababu hapo ndipo kumeandikwa, na ninataka tuende haraka, hatuwezi soma hiyo maandiko yote. Alisema kwamba wakati naenda kwa safari, wakati nakimbia, siendi kama mtu ambaye anayumbayumba, na nikipiga na vita situpi ngumi zangu katika hewa, lakini huwa napigana na mwili wangu. Kwa nini hakupigana na shetani? Kwa sababu shetani akiondolea mwili wa mtu hawezi kupata mahali pa kuchezea. Mimi nikiondolea maumbile ya mwili, nikipigana na mwili wangu mpaka uishe na tamaa zake. Yesu alisema ya kwamba mkuu wa huu ulimwengu atakuja, lakini hawezi pata kitu ndani yake, kwa sababu Yesu hakuwa na binadamu, na mwili sio hizi nyama, ni fikira. Hiyo ndio adui ile tunapigana nayo, na sisi tuko mahali pazuri sana, hata kama ni hatari sana. Kile unasikia kimetolewa sirini, tumepewa, haikupewa wengine, ni nguvu za kushinda fikra zake. Hiyo ni kitu ya dhamana sana, na mtu ni ya dhamana. Wadugu wale waliotolewa Misri walikuwa naona Mungu akitenda mambo. Niambie, umesoma hadithi yale Mungu alitenda Misri, na hizo mambo yote ya uharibifu haijarudiwa tena. Ni mambo makuu yalitetemeza ulimwengu wa wakati huo, na halafu nguvu ya yale mambo ikapaa, ikaenda mpaka Kanaani. Kulikuwa na wafalme 33 wale watakuja kupigwa na wale wa Israeli, ili akawanyang'anya ile nchi. Na hiyo maneno Rahab alikiri. Rahab yule alipoficha wale walioenda upelelezi, tulisikia. Rahab alimwambia tulisikia. Hebu jiulize, Rahab alikuwa amesikia na nani? Ninataka uone nguvu ya vile Bwana alifanya. Ile nguvu ilienda ikatetemeza kule. Na Rahab akawaambia, kutoka wakati yule Bwana alipofanya njia katika bahari ya Shamu, alafu akahukumu miungu yote ya Misri, sisi huku Kanaani na wafalme wetu wale 33, sisi tulijaa maji katika tumbo zetu. Walikaa na maji ndani ya tumbo zao miaka 40, kwa sababu Waisraeli walikaa nyikani miaka 40. Unaona mtu akikaa miaka 40 kama ako na wasiwasi na maji katika tumbo yake, kwa sababu ya yale mambo makubwa na alifanya. Na wale waliofanyiwa yale mambo, na wakati waliofanyiwa leo, wakienda siku 3, kitu kidogo tu kunakosa maji.
Kwa sababu tulikuja kama siku 3 iliyopita. Na hii safari inaanza kuwa ndefu. Ati atuambie tutakunywa nini? Hakuna mtu alifikiria hivyo. Kwa sababu roho zao zilikuwa zimefunguliwa kusikia. Mtu alikuwa anafanya shati yake hivi. Alikuwa anachukua mawe. Anakuta Musa. Anamwambia wewe tulete huku tuwe kwa jana kiu. Walikuwa anachukua mchanga na kuuliza wapi maji ya kunywa. Musa analilia Mungu. Siku ya leo Mungu amefanya jambo la kipekee. Ametoa mambo sirini zake. Na mambo yote imekutwa na kineno. Na hiyo ni ile neno kwa ndugu yetu alitaja. Ya kwamba Mungu sasa ndio amekuja ulimwengu. Ili alete nini? Amelete neno lililo na nguvu. Ile inatupeleka katika ukweli. Na inatutoa katika utukufu. Inatupeleka katika utukufu. Na inatufanya tudharau yale ambayo hayafai. Alafu inatupa nguvu. Na inatupa uwezo ya sisi kujikana sisi wenyewe. Ili mwili na fikira zetu zikoseshwe mahali katika safari hii. Katika kitabu cha Mwanzo 1 aya 49. Yakobo akaita wana wake kama vile tumeitwa leo. Yaani akamwambia katika kitabu cha Mwanzo 49 49 aya 49 akamwambia kusaneni hapa. Genesis chapter 49 verse 1. Genesis 49 kuanzia aya ya kwanza. Gather together here. Akamwambia wakuje wakusanyike pahali alipokuwa. Akawaita pahali alipokuwa. Na neno ile ya thamani sana ni kusema ili niwaambie. Isaya alikwambia ya kwamba njooni tusemezane. Kikuyu imesema kama ni kukata kesi, lakini Kiswahili nasema njooni tusemezane. Njooni tusemezane. Kujeni tusemezane. Ni Mungu anaitana. Na ndipo Baba amekuja ulimwengu aonyeshe. Na ili atuweze kutukomboa kutoka kwa adui za neno la kweli. Na zile adui ziko ndani yetu ni mbaya kuliko zile ziko nje. Na ujue ni mbaya. Ukisoma katika Korintho wa 2:10 aya 4, maandiko imesema ya kwamba ni kushusha tunashusha. Yes. Ni kushusha tunashusha. Tunashukisha. Na sio shetani. Ati ni fikira zetu. Iko kwa fikira zetu. Iko ndani yetu. Alafu tunapomoa ukuta. Ukuta zile zinazuia. Zile zinazuilia. Ati neno la Kristo ile tunakiri iwe uzima ndani yetu. Sasa tutafanya nini? Ile nguvu ya kushukisha inatoka wapi? Inatoka pahali pamoja tu. Neno linaotoka katika ufunuo. Yale yote naweza fanya na fikira zangu. Hata nikiwarebesha namna gani? Hata nikiwaweka namna gani? Hata nikijaribu kuifanyia kampeni. Hayana mahubiri inaweza geuza ndani ya roho yako.
Lakini Mungu akifunua neno. Wacha nipatie example fupi. Na nilikwambia pale tunaimba. Ninakwambia pale tutakaotokea. Unaona hata vile tunaimba. Kaa ukijiandaa. Hatutaimba kwa nyakati nyingi. Unless hatutaridi Mungu. Kama tutaenda tukimridhi huyu Mungu. Huyu Mungu ambaye amejifundisha hivyo. Na amekuja kutuonyesha shina mahali ile iliyoachwa na mitume wa Mungu. Na iliwachwa ya kwamba jambo lote la kanisa liwe linatoka katika ufunuo. Na ndivyo ndugu alituambia. Hapo ndipo shina liko. Ili mambo yetu. Na sio uchache ni yote. Yaani yawe yanatoka pale vile Bwana anataka. Na tusije tukafungwa na kitu ya kujisaidia kwa sababu hali imekuja. Ni kama wakati Sauli akaagizwa na Mungu. Akaambiwa Waamalekite wamesumbua Israeli sana wakati alipokuwa kwa njia. Na ni ndugu yake. Lakini badala ya kumlaki na chakula na maji, alimkuta jiani na akaanza kupiga wale waliokuwa wachofu na wale waliokuwa wazee na wale waliokuwa wamepungukiwa na nguvu. Na nilikasirika sana. Kwa hivyo nataka kulipiza kisasi. Saulo uamuke uende upiga Waamaleki. Na usiwache hata mtoto wa mama. Na usiwache hata uzi ya makondoo. Umalize zote. Saulo akasema wataniona. Na akaenda. Lakini lazima tungoje nabii wa Bwana atoe dhabihu. Wakagoja. Wakiangalia adui upande ule. Wakaona vile wako na mikuki. Akasema nabii atatuchelewesha. Ili mambo isiharibike. Samueli akija atafanya nini? Si atakuja tu atoe dhabihu. Basi akaitisha ile kondoo. Na akaitisha makaa zote na visu. Na akachinja ile akatoa ile dhabihu. Na akatoa ile dhabihu. Wakati amemaliza kutoa dhabihu, basi Samueli akafika. Saul aliaibika sana. Samueli akamtazama. Akamuuliza sasa, ni kwa nini umefanya mambo ya upumbavu namna hii? Wewe haujateuliwa kufanya kazi. Na wewe haujahitimu kufanya kazi. Wewe sio ulipewa hii kazi. Na hata hujui ile dhabihu inatolewa namna gani. Na Mungu amesema amekakukataa. Saulo akamwambia tuliona ya kwamba na Mungu atuondolee hawa. Hiyo ndio inatuweka katika giza. Na inatufanya tukosee Mungu. Na inatufanya tufanye mambo ambayo Mungu hataki. Yaani Mungu anasema amen juu yake. Ni labda tu hiyo imetoka kwake. Paulo akasema hakuna kitu hata kimoja inaweza toka ndani yangu. Lakini naweza kufanya yote ndani ya Kristo anayeniwezesha. Kwa hiyo ni kusema alikuwa anaangalia Kristo na sio Paulo peke yake. Na yeye sio alituambia nini? Yakobo sifanyi vile ninajiambia. Hata sineni vile ninapenda mimi. Alikuwa anasikiza baba yake. Na wacha nikwambie. Hapa ni Mungu atatusaidia. Hapo ni hatari sana. Mungu Yesu alikuja
amekuja hapa kuokoa watu. No kike kuhonania. Na amekuja kuponya watu. Na kuikana wega. Na kufanyia watu mambo mazuri. Na anakuelekea hivi. Na wafunulie baba yao. Agezie injili hede mwali. Wakati alipokuwa anaenda injili siku moja. Akaenda akakuta watu waliokuwa na mahitaji. Na walikuwa wamejaa pale. Walikuwa na magonjwa aina yote. Na kuna watu wako na miaka mingi. Na kuna wengine walikuwa na miaka chache. Na akaangalia mzee mmoja. Akamwambia utataka kuponywa. Huyu akaanza hadithi. Akasema sipati mtu wa kunirusha pale. Na malaika anakuja anatikisa maji. Yesu akamwambia wacha maneno mengi. Mimi nakuuliza unataka kuponywa? Akaponywa. Akaenda nyumbani. Yesu akawacha wagonjwa wengine hapo. Unaanza fikiria hiyo ni jambo ndogo. Kufanya mapenzi ya Mungu. Yesu alisema usipo dharau ABCD mpaka uhai wako, haufai kunifuata. Ndipo nimesema ni pahali panafaa. Leo ni vile tulisema katika wimbo, nikasema na nikaapa ya kwamba ninapenda tu Bwana peke yake. Ili kama ninampenda ni mtii mpaka pahali ambapo kunaonekana hakufai kutii. Wewe fikiria, hao ni wagonjwa. Yesu yule anaweza ponya wote hapa. Na ako na uwezo na nguvu. Lakini ameponya tu mmoja na akamaliza ibada na akaenda. Unafikiri hiyo jambo ni rahisi? Kutii Mungu kama huyo? Na mtu ambaye ako na karama ya kuponya. Kuna mtu angewacha hapo ambaye alikuwa mgonjwa. Lakini Mungu alikuwa anataka hao wengine waponywe wakati mwingine. Hapo ndipo ninasema lazima kila mmoja wetu aombe Mungu. Ili wakati ambao tupo, ili tuwe vile Bwana anataka, lazima tuongozwe na yule Mungu. Na hii maono ya wokovu sio yetu. Alisema ya kwamba hii kazi ni yangu na sitaki mkono wa mtu pale. Na anaupeleka vile anapenda, kwa sababu ni kazi yake. Na nilisema analeta neno, hili neno linatutoa pahali tulipokuwa. Ijapokuwa pahali pale ni pazuri, tunaingia katika utukufu mwingine, ili tusikuje tukizunguka pahali pamoja. Kuna mzee alikuwa anaitwa Ikinu. Wale watu wa hapo zamani wanaijua. Kama Ikinu the guy. Yes. Yes. Hata kama Jamaica alikuwa anasema na nigowako. Alikuwa anakaa kama chini ya yule mti. Alikuwa na shida ya kifikira. Alikuwa anapiga mayowe alafu anashika matawi mawili. Anasema ni farasi, anasema anaenda Jamaica. Anasema anaenda Jamaica. Na anasema yeye hajali. Na hakuna mtu alikuwa amemwambia hajali. Na alikuwa akawacha hiyo miti pale. Mungu atusaidie tusiwe kama Ikinu. Sio nguvu kiroho, sio kuzunguka hapo tu kiroho. Ulisikia Israeli kitu walishukiwa. Waliambiwa hivi na Zaburi imesema hivyo. Ati walikausha shingo zao. Hata Ibrania imesema. Walikausha shingo zao. Shingo zao.
Kuja ndugu Baba Kivuja. Nataka uniambie ni nini unaona pale. Ni nyumba. Unaona nini pale? Pale amesema upande huu anaona nyumba. Ndugu akikaa akiangalia huku, atatuambia maneno ya nyumba mpaka tutoke katika ulimwengu. Lakini shingo yake ikikubali igeuke iangalie kitu kingine, akiangalia hivi atageuza mahubiri, kwa sababu ameanza sasa kuona gari na vitu zingine ziko tofauti na ile nyumba. Israeli ni kukataa, walikataa kugeuzwa na neno, kwa sababu Mungu aliwaambia hii jana, na wao wakataa kuingia katika ile Bwana alikuwa anawatarajia, kwa sababu mambo mengine Mungu hufunua yanatutoa kutoka ya kile tulikuwa tunajua na inatuingiza katika kitu kingine iko na utukufu mwingi zaidi. Na nilikutajia nyimbo mara nyingi, wacha nikwambie ingine. Kwanza nimekuambia kama utatii huyu Mungu, ukae ukijiandaa ya kwamba anaweza kukupeleka mahali ambao huwezi fikiria unaweza enda. Ndugu mmoja anaitwa Petro anasema aliambiwa na Yesu ya kwamba wakati unaenda pahali popote unataka, na kwa sababu unanipenda kunatii, utakomaa, na ukishakomaa utaenda pahali ambao ungetaka kwenda. Unastahili ni kukomaa ya awe mzee ya kiasi. Hapana. Ni kukomaa mpaka anarithi uungu, anakuwa mtu tofauti na vile alivyoitwa. Wacha nikwambie maneno ya nyimbo na nitakwambia. Mungu huyu tunamwimbia na ni mzuri sana, na tunamsifu. Mimi nataka tubadilishiwe mambo. Hapa zile nyimbo tunasifu Bwana nazo nyingi za hizo nyimbo, na ni karibu zote, hata wale waliimba hatuwajui na hata hatujui kwao, na sio shida, sina shida na huko kwao. Na Mungu akiturehemu, yani atupeleke hatua ingine, atufunulie wimbo. Unaona tutaimba za wenyewe tena, na hiyo kuingia katika huku mpaka akufunulia wimbo mpya, sio pahali ya kuchezea. Ndugu, nataka ukumbuke vile alituambia ya kwamba yote ya kanisa yote yawe natoka katika ufunuo. Kuna ushuhuda tuko nayo. Mungu anatufunulia wimbo ambao imeimbwa na mtu mwingine. Huyu ndugu kuna mambo mengi sana ninajua juu yake. Wakati alisimama pahali pamoja tulikuwa tunasoma kanisani, akasimama hivi na nikasema ni nini imempata, kwa sababu yule alikuwa na hudumu, alikuwa amesimama kidogo kuhudumu. Sijui kama nilifikiri mhubiri amemaliza, lakini kwa sababu ya vile nilikuwa na haraka na ile ilikuwa ndani yangu, nikasimama mbele ya kanisa nikasema, akasema nikasema
keti, akaketi chini. Kuna watu ambao waliona kama ni kuinterrupt mhubiri. Hiyo ndio inaitwa ufunuo. Alinenewa kitu ambao haingezuiliwa na imetoka kwa Mungu. Ni watu wachache walijua ni nini Mungu amesema. Lakini hiyo jambo ilisumbua sana. Wakati nilipoenda nyumbani, tulikuwa watu wachache kiroho, wachana kiroho. Kuna dada mmoja alikuwa na karama ya unabii na alikuwa anatabiri kabisa. Nikaenda kwake. Nikaenda nikamuuliza, ndugu David ni nini alisema, na akaenda akaniambia hiyo ndivyo unabii unakuja. Wakati wao kwa sababu sikuwa nimepewa Roho Mtakatifu, sikuwa naongea na ndimi, nikashindwa ni nini. Sasa nataka uone Mungu anaenda kukupa wimbo ambao iliimbwa zamani na mtu mwingine. Kuna jambo lingine zaidi ya hapo. Kwa sababu tuna ushuhuda mmoja. Roho Mtakatifu anafunua nyingi. Si mnajua hivyo? Zinakuwa na utajiri mwingi sana kwa sababu huwa zinatufunulia siri za ufalme wa Mungu. Huyu leo ataona mambo. Kwa sababu niko na mambo mengi yake. Kuna wakati alitaka kutuharibia ibada yeye mwenyewe. Na alikuwa na fujo kidogo. Naongea juu ya miaka zaidi ya 30. Na siku zama hivyo ili ustuke. Ninakwambia vile alikuwa anafanya. Wakati mmoja watu wakiimba chorus ati kuzama kujeni muone Yesu ni mwema. Na unajua kweli ni nzuri. Na si kusema ni mbaya. Si kukataa kwamba Yesu ni mwema. Yule ambaye alikuwa anaongoza hiyo kwaya wakati huo sitamtaja jina. Kwa sababu hakuenda vizuri baadaye. Lakini wakati hiyo wimbo aliimba sana, akakuja pale nilikuwa na akanifanya hivi. Akaniambia usiende uambie huyo mhubiri asimamishe hizo. Sasa tutakaa hapa tukiimba chorus moja kurudia. Si wale waimbe wimbo ambao uko na uhai. Na nilikuwa nikamletea shida kama ni yeye alikuwa anaongoza ile wimbo. Na si sahau maneno. Lakini hilo jambo nilijua ukweli wake. Sio kama ni sijui kama nikujua alijua kwamba hiyo kora zimekaa sana. Wewe alikuwa anaongoza. Yaani akamaliza haraka. Na kama hakuniambia ni mimi kufikiria. Wakati alipoona hakuna hatua tunachukua. Niliwakanya na huko kwa roho. Na nikaitisha zingine. Amen. Na kora sisi mtini wori. Na hizo kora hazikuwa tena. Na nikamwambia kwa nini hamwezi kuanza wimbo kama mukora adimondero kwa mroho yao ugeni. Na kusema ukweli. Enda uchukue hiyo wimbo uisome. Yale maneno yuko katika hiyo wimbo. Hivi usikie vile inakuambia. Alafu uchukue kora kurudia. Na ni mzuri unarudia. Lakini unaona Mungu anatuangazia kitu kingine kinaweza kutuokoa kama tulitii. Kama tulijua ni Mungu anatukanya tuingie katika upande wa ufunuo.
gokoroga yake akije kutuguliria. Labda Mungu angeanza kutuvunulia nyimbo mpya wakati huu. Wiki tukayaratu honokia mokoine make. Kuna kitu Mungu anatuokoa ndani yake nyakati hizi. Kitu kiitagwo maundu maria twamenyerire. Kitu ambayo inaitwa mambo tuliyozoea. Kwa sababu yale tuliyozoea hata kama ni tamu, matire muoyo, haina uhai, matire na hinya, haina nguvu, matire na uhoti wa kutodhamia, haina uwezo wa kutoka utukufu kwenda mwingine. Na kile kitu kile kwetu hii ndio watu muno. Na kile kilikufanya ni kuambia tuko katika nyakati za hatari. Nyakati hizi ni tofauti na nyakati zile zingine. Ndio tuagetumie kekemwe tu. Kwa sababu ya hii sababu tu. Hiyo nitakusomea. Katika Isaia 43. Katika kitabu cha Isaia 43. Na aya ya kwanza. Isaia 43. Anataka kusoma katika Isaia 43 43 kuanzia aya ya kwanza. Mwalimu mbele leo watiriri. Verse 18. Isaiah 43 verse 18. Verse 18. Nori tigai kuririkana maundu maria mahitukite ona kana mwicuranie maundu ma tene. Nani akona Biblia ya Kizungu? Hata kama ni kwa simu. Isaiah 43 verse 18. Isaiah 43 verse 18. Verse 1. Verse 18 Iko. Isaiah 43 verse 18. Naona kama kwa madego anaangalia. Kuna neno muhimu sana. Isaiah 43 verse 18. But now. Verse 8. 43 verse 1. 43 verse 1. But now, this is what the Lord sees. Yes. But now, no leo. Leo. Tiki ora kwa litene. Tiko kuma. Yes. Ni dona nao. Yes. Hapo ndio nataka ushike. No leo. Lakini sasa but ni kuga. Hema udumange tu wanamona hao. Ni kusema kwamba kuna mambo mengine tulikuwa nayo. Wewe ndio ungetoa ziara na kuona hao. Lakini kuna jambo lingine lilikuwa linaendelea. Na tukakiti na kwa wewe. Na tumekuja nao ikiwa nzuri. No na kwa mambo mengi na watutulitie moyo. Na hata kuna mambo mengi yametuweka uhai. Na hata ukisurudi Isaia 6 kule nyuma. Wakati Uzia alipokufa. Isaya ndio alifungukiwa na bibi. Tumeenda hatua nyingi. Unasikia Isaya na Uzia akifa unafungukiwa na mbinguni. Kwa sababu ni mahubiri yanaondoka na inaondolewa na neno. Yale mambo tumekuwa nayo Mungu ni mazuri. Kwa sababu ndio imetufikisha hapo. Lakini wakati huu yapo uweke laini katika roho wako. Kwa sababu pale Mungu amesema kutoka leo. Yaani umegeuzwa shingo yako. Kwa sababu umeingizwa katika agano jipya. Na hakijulikani kule kote tumetoka. Na haina lolote ya ile ilikuwa hapo
na hatutakubaliwa kwenda nao na kule mbele. Hapa ndipo tunasema Mungu atusaidie. Wala wao tunaendelea na mambo mazuri. Mambo ambayo tumedumu nayo. Na mambo ambayo tumedumu nayo. Na mambo ambayo tumetoa katika Mungu. Na ni mambo mazuri sana. Ni mambo ambayo umetushindania sana. Na anatubarikisha sana. Lakini hapa imefika. Nitaandika agano jipya rohoni mwenu na fikira zenu. Mtu asije akaambiwa uwe sawa na Mungu tena. Kwa sababu hii agano jipya kinaandikwa vile Mungu anakupendea. Na hakuna watu wengine waliandikwa hapo mbele. Wale walikuwa wanapewa sheria, wanaambiwa usiibe, na ule anakuambia usiibe anaimba, na hakukupa nguvu ya kutokuimba. Lakini hii ya mwisho, na hiyo ndio inaitwa agano jipya. Kwanza inaandikwa uwezo, inaandika kuwezesha. Basi baadaye ikikwambia usiibe, unashindwa hata kuimba. Wao walisema Yohana alisema katika barua yake, akasema ya kwamba wale wamezaliwa na Mungu hawawezi kufanya dhambi, hata kuweza dhambi hawezi. Yes. Tutaomba Mungu mpaka tuzaliwe upya kama vile Yohana alisema. Tuzaliwe upya kama vile tumezaliwa upya. Na Petro alisema, yaani wale wamezaliwa upya ni maneno ya uzima ama uhai. Yule mtu akizaliwa upya anapewa maumbile ya vile yako. Na ameandikwa kiungu, na amefanywa kiumbe kipya. Hapo sio kukaliwa na kani. Hata hawezi kuwa na nguvu kwa sababu ya fellowship. Wakati kulikuwa na ugonjwa wa corona, kanisa zikafungwa. Ninakwambia Mungu atatusaidia tulivi. Tulikutana na watu wa dhamana sana baadaye, na nikaona walikuwa wanataka kujificha. Mmoja nikamwambia kuja, nikamsalimia hata kama hapo anataka. Akaniambia, unajua sasa sisi tumekuwa na shida kwa sababu kanisa zilifungwa. Kwa sababu roho yake ile mjengo ilikuwa kama ilikuwa imebomoka. Kwa sababu alikuwa anakaa na ushirika na wale wengine. Wakati nimesema tuko katika nyakati nzuri. Kwa sababu Mungu amekuja kuandika. Na anaandika kitu ambao haitawahi andikwa rohoni mwa mtu tangu zamani. Sijui kama utaniamini. Yale Mungu anafungua nyakati hizi. Hata vile nyimbo Bwana anafunua siku hizi. Yale mambo yako hayajawahi neno kwa mtu binadamu hapa ulimwengu. Kuna mtumishi alifaidi roho zetu ambaye alipumzika juzi kule Mwea, na sisi tunamjua. Hata wakati tulikuwa tumeenda kumtembelea, tulikuja na tukamwambia, na tukabeba mchele gunia mzima ya pishori. Huyo mzee alituambia, kwa sababu nimeona mnatamani sana kumjua Mungu, basi mjikaze na mjiandae. Mtaletewa vita mpaka na wazazi wenu.
na mletee vita mpaka na wale watu waliomlea, na watajaribu kutoa kile Mungu anawapa. Sio kusema tu, hata ndugu anajua tulikuwa nao. Akatuambia mambo mengi, lakini akatuambia nitamsii jambo moja, ya kwamba muombe Mungu katika rohoni mwenu, Mungu awe anajifunua kwako. Uwe na uhai unaotoka ndani ya Mungu, kwa sababu ukidumishwa na ile unanenewa tu, na yule ambaye anakunenea akiwachana na hii neno, na wengine wamewacha na hii neno, wawachana na hii neno. Wacha niwaambie, na mjue kuna hatari. Wakati mwingine vita ikawa kuu, na kule tulikuwa tunasoma kukawa na vita, ili Mungu atutawanye kila mtu tutengenezwe. Mungu kwanza akaonyesha, na ndoto ilikuwa nzuri sana, akaonyesha ngumi ilikuwa imetoka mbinguni, ikagoma mabati ya nyumba, ikatengeneza shimo, na kukawa na nuru iliyotoka mbinguni pahali tulikokuwa tunazidi. Mungu akaona kama hatukusikia, akaonyesha hiyo kanisa tulikuwa tunadhiriki yote imebomolewa na imetupwa kwa Mungu, na kukatengwa msingi uliokuwa imara, ulikokuwa na mawe na chuma. Ni roho zetu Bwana alikuwa anaandaa, ili tusije tukawa tumeshikiliwa na watu. Unaweza kudharauliwa na watu wote, lakini uendelee mmoja na Mungu, na Mungu weko kwa rohoni mwako. Ni watu wa ushirika wanakufanya uwe na Mungu na uishi na yeye milele. Ezekieli akaambiwa ya kwamba wewe mwana wa binadamu, ishi na uwe na uzima, uishi na uwe na uhai. Kwa sababu alikuwa anatumwa na Mungu, anaanza kumpa masababu. Amen. Yes. Nikumalizia hivi. Mungu alikuwa anaandaa roho zetu, kwa sababu huku mbele kuna shida nyingi sana, ili katika rohoni mwako hata ukikuta nini na nini huko mbele utasimama. Ukiwa peke yako, kuna ndugu mmoja alipata kazi Kajiado, kazi ya account. Nilikuwa nimeomba kama hatapata transfer, nilikuwa naomba kwa siri, hata kama ni kufutwa afutwe, kwa sababu anaweza enda huko aanguke, awache wokovu, na hakuna branch ya kanisa letu kule. Na lakini Mungu akaniambia, nikaletewa ndoto, nikaona simba iliyofukuza swara, na ikashika ile swara, ikakula, ikamaliza. Nikaambiwa hizo nyama ambayo hiyo simba imekula inaweza maliza mwezi bila kukula nyama nyingine. Na nikaambiwa ukichunga ile neno iko ndani ya roho yako, inaweza kukudumisha. Mungu atudumishe, na afanye roho zetu zilithi uhai, na vile Roho Mtakatifu alisema katika roho, akiingia katika roho anavuta ile nyumba, anavuta ile nyumba ya zamani, na anajenga mjengo mwingine mpya, na huyo mjengo mpya hawezi shindwa na mambo, inaweza shinda kila mahali.
Hiyo ndio kusudi Bwana ako nayo juu yetu. Na Mungu atubarikie vile ametufanya sisi kila mmoja wetu. Nasi tuwe na shingo nyepesi. Kile ambayo inaweza geuzwa kila mahali Bwana anataka. Kwa sababu tukisipoangalia kule ambao tulikuwa tumeangalia, tutagawa yale mambo tumeona. Na tumeambiwa katika aya 18, kwanza tuache yale alitupea, basi tuende mbele. Na nimalize na kusema Paulo alikuwa na karama zote, lakini alifika pale akasema, nitafanya mambo yote kama takataka ili nimjue Kristo na nipoza kile aliniposikia anipee nami nishike, kwa sababu kiwezi kuwa urithi ukiwa mikononi mwa Yesu. Lakini mimi nikifanya naweza kuchukua ile nilishikiwa na niweze kukaa nayo. Basi akaenda mbele na akamalizia pale. Yohana alisema katika aya 17 aya 3, kwa sababu alikuwa anataka amjue Mungu, kwa sababu kumjua Mungu yule wa kweli na kujua yule aliyetuma, hiyo ndio uzima wa milele. Si unaona kumjua vile iko na haja. Roho zetu zisaidiwe na Mungu kufanya bidii, kwa sababu ndio tuliambiwa katika kitabu cha Methali ati wale ambao wako na bidii ya kumtafuta Mungu mimi kujidhihirisha kwao, na wakija kwangu wanakuta heshima, wanakuta utajiri, wanakuta dhahabu ile imeng'ara sana. Hizo ndizo siri za ufalme wa Mungu. Basi na mfurahi ninyi ambao ni wachache. Hivyo ndivyo Yesu alikuwa. Lakini kuna pahali tumewekewa ya mtu kujichunga. Mungu alisema ya kwamba mmekubaliwa kujua siri za ufalme, tusije tukatoshea pale. Mimi nijiulize kwanza, kwa sababu ruhusa tumepewa ya kujua siri za ufalme, mimi ninazijua. Nisije nikasema tumepewa ruhusa, mimi ninajua kwamba kama sijui. Tuliambiwa katika wimbo, yaani yule atakayesikia amepungukiwa na yale Bwana anasema, yaani aende ofisi haijafungwa, aende kwa Yesu amwambie, ulisema umepeana ruhusa ya sisi kujua siri zako, mimi nisaidie sizijui. Na Mungu haheshimu watu kwa sababu ya vile wako. Hautafanyishwa interview, hautaulizwa kitambulisho, yaani atanatupenda hivyo. Mimi nitafikisha na nitamshukuru Bwana sana kwa sababu ya ile inaendelea, na tumshukuru Bwana kwa vile ametupa ruhusa kuingia mpaka kule ambao hakuruhusu watu wengine. Na mimi hata sisemi wale wako katika maandiko, na hata watu wale wa Mungu walikuwa wazazi wetu wa kiroho. Njia imeenda ikiwa nyembamba sana, lakini tumefunguliwa njia, tumepewa hekima ya Bwana, tumepewa ruhusa, na tumeambiwa kweli vile anataka nasi, na anatuambia anataka tukamilike tukiwa namna gani. Na Mungu atubariki na tudumishe katika wema wake, na tupe bidii kubwa. Mungu awabariki. Basi wacha sasa nimalize bila kutafsiriwa.
Kurekia tiriri